Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ikiwa ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabona na comment vile vile una partager. Tunakaribisha katika taarifa yetu ya habari asubuhi ya leo, ambapo tutaongelea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan habari za vita vinavyoendelea huko mashariki mwa DRC kati ya waasi au makundi mbalimbali ya waasi na ikipambana na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunakuomba kuendelea kuwa nasi mpaka mwisho ili upate kujua nini kinachoendelea huko mashariki mwa DRC na pembe zote za dunia. Karibu. Tuanze na habari kutoka mashariki mwa DRC katika mkoa wa Kivu Kusini, ambako taarifa kutoka eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaeleza kuwa tangu Jumamosi tarehe 25 Julai mwaka 2026, muungano wa waasi wa Red Tabara Twirwaneho na FCM 23 unaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda umechukua udhibiti wa mji wa Kipupu ambao ni makao makuu ya sekta ya Itombwe katika milima ya juu ya wilaya ya Mwenga mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mbali na mji wa Kipupu, vijiji viwili vinavyozunguka eneo hilo pia vimeripotiwa kuingia chini ya udhibiti wa muungano huo wa waasi. Hata hivyo, hadi sasa mamlaka za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hazijatoa tamko rasmi kuthibitisha au kukanusha madai hayo, hivyo taarifa hizi zinaendelea kusubiri uthibitisho kutoka vyanzo huru. Kipupu ni eneo lenye umuhimu wa kimkakati kutokana na nafasi yake katika milima ya Itombwe, ambako kwa muda mrefu kumekuwa na mapigano kati ya vikosi vya serikali na makundi mbalimbali yenye silaha. Mabadiliko yoyote ya udhibiti katika eneo hilo yanaweza kuathiri hali ya usalama na maisha ya wananchi wanaoishi katika maeneo ya jirani. Wakati huo, taarifa kutoka Kalingi katika sekta ya Tanganyika ndani ya wilaya Fizi zinaonyesha kuwa hali ya usalama inaendelea kuwa shwari. Eneo hilo linaelezwa kubaki chini ya udhibiti wa vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, huku hakuna taarifa za mapigano mapya zilizoripotiwa hadi sasa. Wananchi katika maeneo ya Mwenga na Fizi wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali ya usalama, huku wengi wakihofia uwezekano wa mapigano kuenea katika vijiji vingine endapo juhudi za kurejesha amani hazitaimarishwa. Kwa ujumla, wakati madai ya kutwaliwa kwa Kipupu na vijiji viwili vya jirani yakiendelea kuzua wasiwasi, hali katika eneo la Kalingi bado inaelezwa kuwa tulivu chini ya usimamizi wa FARDC. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaendelea kusisitiza umuhimu wa kuthibitisha taarifa kutoka vyanzo uhuru vya kuaminika na kuendeleza juhudi za mazungumzo ili kupunguza madhara ya mzozo unaoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ndio ilikuwa ya habari kutoka huko Kipupu katika eneo la Fizi mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa DRC huko katika mkoa wa Kivu Kaskazini, ambako wakazi wa maeneo ya Iula, Malemo, Mpeti na Minjenje yaliyoko katika wilaya ya Walikale na Masisi mkoani Kivu Kaskazini wameeleza hofu kubwa kufuatia taarifa za kuonekana kwa harakati za kijeshi katika maeneo hayo. Hali hiyo imezua wasiwasi kwamba mapigano mapya yanaweza kuzuka na kuhatarisha usalama wa raia. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya ndani, harakati hizo zimeonekana katika siku za hivi karibuni, huku wanajeshi wakisogea kuelekea maeneo yaliyotajwa. Hata hivyo, hadi sasa haijafahamika rasmi madhumuni ya harakati hizo, wala mamlaka haijatoa maelezo kuhusu operation zinazofanyika katika eneo hilo. Kutokana na hali hiyo, wananchi wanaishi katika tahadhari kubwa. Baadhi ya wakazi wanasema wameanza kupunguza safari zisizo za lazima na kufuatilia kwa karibu mwenendo wa hali ya usalama, wakihofia kuwa mvutano huo unaweza kugeuka kuwa mapigano makali kama iliyowahi kutokea hapo awali katika maeneo hayo. Wakazi pia wameeleza kuwa endapo mapigano yatazuka, shughuli za kila siku kama biashara, kilimo, usafiri na masomo zinaweza kusimama kwa mara nyingine tena. Familia nyingi zinahofia kulazimika kukimbia makazi yao iwapo hali ya usalama itaendelea kuzuruta. Wilaya ya Walikale na Masisi zimekuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa mara kwa mara na mapigano ya makundi yenye silaha katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano ya mara kwa mara yamesababisha maelfu ya wananchi kukimbia makazi yao na kuathiri shughuli na maendeleo pamoja na maisha ya kawaida ya jamii. Kwa sasa hakuna taarifa rasmi zinazothibitisha kuwa mapigano yameanza katika maeneo hayo.
Hata hivyo, hofu imeendelea kutawala miongoni mwa wakazi ambao wanatoa wito wa mamlaka za ulinzi na usalama kuchukua hatua za haraka ili kuzuia hali isizidi kuwa mbaya na kuhakikisha usalama wa raia unalindwa. Wananchi pia wanatarajia kupata taarifa rasmi zitakazoweka wazi hali halisi ya usalama na sababu za harakati hizo za kijeshi, huku wakitumaini kuwa suluhisho la amani litapatikana bila kusababisha madhara kwa raia. Tuende na habari kutoka mashariki mwa DRC ambako wakazi wa eneo la Banabange katika wilaya Walikale mkoani Kivu Kaskazini wanaendelea kuishi katika hofu kufuatia taarifa za kuwepo kwa watu wenye silaha wasiojulikana ambao wameonekana katika maeneo mbalimbali kwa takriban wiki 3 zilizopita. Kwa mujibu wa kiongozi wa kimila wa eneo hilo, Mwami Matumo Kabutu wa Janvier, watu hao wenye silaha wameonekana wakikaa kwenye vilima vya mianga katika kijiji cha Tanganyika, eneo la Kanseke katika kijiji pia cha Baniyubi, pamoja na eneo la Misima katika kijiji pia cha Banakabutwa. Hata hivyo, hadi sasa hakuna mamlaka rasmi iliyothibitisha utambulisho wao wala kundi hilo linahusishwa na nini. Kutokana na hali hiyo, viongozi wa eneo hilo wanaeleza wasiwasi wao wakihofia kuzorota zaidi kwa usalama ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa. Mwami Matumo Kabutu wa Janvier ametoa wito kwa vyombo vya ulinzi vya usalama vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzisha uchunguzi wa kina ili kubaini watu hao ni wakina nani na wanakuja kufata nini. Kwa upande wa wananchi, hali ya tahadhari imeongezeka. Wakazi wengi wanasema wamepunguza safari za kwenda mashambani kwa hofu ya kukutana na watu hao wenye silaha au kuzuka kwa mapigano. Hata hivyo, imeanza kuathiri shughuli za kilimo ambazo ndizo chanzo kikuu cha mapato na chakula za familia nyingi katika eneo hilo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa hali kama hii inaweza kuongeza changamoto za kibinadamu ikiwa haitadhibitiwa mapema. Kukosekana kwa uhakika kuhusu utambulisho wa watu hao wenye silaha kunazidisha hofu miongoni mwa wananchi na kufanya maisha yao ya kila siku kuwa magumu zaidi. Eneo la Walikale limekuwa likikabiliwa na changamoto za kiusalama kwa miaka mingi kutokana na uwepo makundi mbalimbali yenye silaha. Hata hivyo, imekuwa ikisababisha wananchi kuhama makazi yao, kupungua kwa uzalishaji wa kilimo na kuzofika kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwa sasa wakazi wa Banabange wanaendelea kusubiri hatua kutoka kwa mamlaka ya ulinzi na usalama wakitumaini kuwa uchunguzi utabaini ukweli kuhusu watu wao wenye silaha na kwamba usalama utarejeshwa ili waweze kuendelea na shughuli zao za kawaida au maisha yao ya kila siku kama kawaida. Tuende na habari kutoka mashariki mwa DRC ambako shughuli za kijamii na kiuchumi zimeanza kurejea taratibu katika mji wa Masisi Centre ulioko katika wilaya ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini kufuatia usiku wa mapigano makali uliotikisa eneo hilo kati ya wapiganaji wa Wazalendo na waasi wa M23. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo mbalimbali vya ndani, mapigano hayo yalianza usiku wa kuamkia Ijumaa tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka 2026 baada ya wapiganaji wa Wazalendo kushambulia nafasi zinazodhibitiwa na M23 katika mitaa ya Kani na Rona katikati ya Masisi Centre. Mashambulizi hayo yalihusisha matumizi ya silaha nzito na nyepesi, hali iliyozua taharuki kubwa miongoni mwa wakazi. Familia nyingi zilazimika kukimbia makazi yao usiku kucha na kutafuta hifadhi katika maeneo salama, hususan ndani ya hospitali kuu ya rufaa ya Masisi kwa hofu ya kuathiriwa na mapigano hayo. Hadi sasa mamlaka husika hazijatoa idadi rasmi ya waliouawa au kujeruhiwa. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vya kibinadamu vinaeleza kuwa kuna vifo na majeruhi kutoka pande zote mbili zilizopigana, ingawa hakuna takwimu zilizothibitishwa rasmi. Baada ya saa kadhaa za mapigano, hali ya utulivu wa muda ulianza kurejea asubuhi. Kufikia majira saa 5, wakazi wengi walianza kurudi taratibu manyumbani mwao, huku shughuli za biashara zikianza kufunguliwa tena. Maduka ya dawa na biashara ndogo ndogo ilianza kuhudumia wananchi, na usafiri uliokuwa ukisimama kabisa ulirejea tena kwa taratibu. Barabara inayounganisha Nyabiondo na Goma ilifunguliwa tena, jambo lililoruhusu magari na wasafiri kuendelea na safari zao baada ya kusimamishwa kwa muda kutokana na hali ya ukosefu wa usalama. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, baada ya mapigano, Wazalendo walijiondoa kutoka Masisi Centre, huku waasi wa M23 wakibaki wakidhibiti mji huo. Tukio hili linaonyesha kuwa hali ya usalama katika wilaya Masisi bado ni mbaya.
Mapigano mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha yanaendelea kuhatarisha maisha ya raia, kusababisha hofu, kuwafanya wananchi kukimbia makazi yao na kuvuruga shughuli za kijamii na kiuchumi ambazo tayari zimeathiriwa kwa miaka mingi na migogoro ya kivita. Hadi sasa wananchi wanaendelea kutamani kurejea kwa amani ya kudumu ili waweze kuishi kwa usalama na kuendelea na shughuli zao za kila siku bila hofu ya kuzuka tena kwa mapigano. Baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikukaribishe katika taarifa yetu ya habari ya kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Iran imesema imetekeleza mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwenye vituo na kambi za kijeshi za Marekani huko Jordan na Bahrain katika kujibu mashambulizi mengine ya anga ya Marekani yaliyofanywa usiku. Milipuko kadhaa pia imesikika karibu na uwanja wa ndege wa Erbil katika eneo la Kurdistan nchini Iraq ambapo ni nyumbani kwa wanajeshi wa Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa tishia kulipiza kisasi dhidi ya Iran na washirika wake wa Houthi nchini Yemen kufuatia mashambulizi dhidi ya meli za mafuta za Saudi Arabia katika bahari ya Shamu. Bei ya mafuta imefika dola 100 kwa pipa kwa mara ya kwanza tangu Mei, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu mzozo unaoendelea. Aidha, Tehran imetishia kushambulia kambi ya jeshi la wanaanga wa Uingereza baada ya kudai kwa mara ya kwanza tangu kuanza tena kwa uhasama kwamba ndege ya kivita ya Marekani iliyotoka Uingereza ilishambulia Iran. Wizara ya Ulinzi ilisema Uingereza iko tayari kujilinda dhidi ya mashambulizi. Je, zipi athari za mapigano haya ya anga kwa pande zote mbili? Na je, mambo yanaweza kutokota na kuwa mabaya zaidi? Sarush Negardari, mwanahabari wa BBC kutoka Iran, ana maelezo zaidi. Kwa Iran ni wazi matokeo yake ni hasara za kijeshi na vifo vya mara kwa mara, ikiwa ni pamoja na raia. Imeharibu miundombinu yake na uchumi ambao tayari umedhoofika na ambao hauwezi kujitosheleza kwa muda mrefu wa vita. Lakini wakati huo huo, kile ambacho Iran inategemea ni kuongezeka kwa bei ya mafuta katika soko la kimataifa pamoja na shinikizo la ndani na la kimataifa kwa Rais Trump kumaliza mzozo huo. Inaonekana kuwa pande zote mbili hazitaki kurudi kwenye vita kamili, lakini pia kila upande unasubiri mwenzake apunguze masharti yake. Iran bado inasisitiza kwamba usafiri kupitia mlango bahari wa Hormuz unaweza kufanyika tu kupitia njia ambazo imeziidhinisha na sio kupitia njia zingine kama vile karibu na Oman. Kwa hivyo inaonekana pande zote mbili zinasubiri upande mwingine ukate tamaa kwa gharama kubwa ya vita wanayoipitia. Wadau kutoka sekta za sheria, biashara na uwekezaji na serikali kutoka ndani na nje ya Afrika Mashariki wamekutana Dar es Salaam kwa mkutano wa siku 3 kujadili namna usuluhishi wa migogoro ya kibiashara nje ya mahakama unavyoweza kuimarisha mazingira ya biashara, kuvutia uwekezaji na kusaidia utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo. Lakini mfumo huu unafanya kazi vipi? Ili kufahamu zaidi, mwandishi wa BBC Elizabeth Kazibure amezungumza na wakili Aderickson Njunwa, rais wa taasisi ya usuluhishi mbadala Tanzania. Mikutano kama hii inalenga kuboresha mazingira hasa kwa washiriki au wataalamu wa usuluhishi wa migogoro ya kibiashara ili kuhakikisha kuweka mazingira tayari endapo migogoro inatokea ya kiuwekezaji, kwa sababu tunashuhudia uwekezaji mkubwa sana unaendelea kufanyika katika nchi yetu na maendeleo yanaendelea kuongezeka katika nchi yetu. Kwa hiyo tunaandaa wataalamu wa kushughulikia hiyo migogoro kwa njia mbadala, ambapo sasa tutasaidia kufikia hiyo dira ya maendeleo ya taifa, kwa maana ya kuhakikisha migogoro itakayojitokeza inashughulikiwa kwa haraka, kwa kitaalamu, lakini kwa haki zaidi. Lakini kwa nchi za Afrika Mashariki pamoja na Afrika kwa ujumla, ni pahala sasa pa wataalamu kukutana na kubadilishana uzoefu na hata kufikiria njia za pamoja za kushughulikia masuala makubwa ya uwekezaji wa unaovuka mipaka, cross border investment disputes zinazovuka mipaka, kuona namna ambavyo tunaweza tukaja kwa pamoja, mbinu za pamoja. Tunajadili masuala ya AfCFTA, namna na frameworks nyingine zinavyofanya kazi katika Afrika, na kubadilishana uzoefu. Wapi kitu gani kimefanikiwa nchini kwenu, kitu gani hakijafanikiwa huku, tunaweza tukakiboresha vipi? Kwa hiyo ni mkutano wa manufaa sana. Unaweza kutueleza ni mbinu gani na zipi zimeonekana kwa
kuleta mafanikio zaidi kwa kuangalia kwa uharaka wa usuluhishi, lakini pia muda. Mojawapo ni usuluhishi na upatanishi, mediation na arbitration, lakini pia na maridhiano. Ni njia ambazo zinajulikana sana na zinatumiwa sana katika migogoro ya kibiashara, ambako mgogoro unashughulikiwa kwa haraka na unamalizika kwa haraka, lakini wadau wamekuwa wametumia muda mchache pamoja na gharama nafuu katika kushughulikia migogoro kwa njia hizo. Nyingine natumika ni maridhiano tu, mazungumzo, na migogoro inakuwa imemalizika. Kwa wafanyabiashara na wawekezaji wanaotegemea mahakama kutatua migogoro, kwa nini usuluhishi nje ya mahakama ni mbadala mzuri na unatoa faida zipi kwa ukuaji wa biashara na uchumi wao? Suluhu inayopatikana kwa njia mbadala au uamuzi unaopatikana kwa njia mbadala za kimahakama una hadhi sawa na mchakato uliofuatwa hata kimahakama. Kwa maana hiyo, hata michakato inayofanyika nje ya mahakama ya mbadala ya kushughulikia matatizo inatambulika kisheria. Lakini cha pili, unatumia muda kidogo tofauti na mahakama, kwa sababu mahakama zetu kwa kawaida zinatumia kanuni ya kilichoingia kwanza ndo kinachotoka kwanza au kinachoshughulikiwa kwanza. Lakini huku kwa njia mbadala, faida iliyoko ni kwamba nyie mnaodaiana mkishamchagua au tukiwasaidia taasisi ya usuluhishi wa migogoro ya kibiashara, tukiwasaidia kuteua mtu wa kushughulikia mgogoro wenu, ndio huyo na yeye ana mgogoro wenu huo. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kushughulikia mgogoro haraka, lakini kwa haki, na mkapata suluhu haraka pasipo kutumia muda mrefu wala gharama kubwa, na mkarudi kwenye biashara. Lakini faida ya tatu, huku suluhu huwa inapatikana kwa kanuni ya maridhiano, kwa sababu huwa tunasema hivi, usuluhishi wa migogoro kwa njia mbadala ni mchakato ambao unategemea kutumia makubaliano kushughulikia kutokukubaliana. Kwa maana ya kwamba hamkubaliani ndio maana mna mgogoro, lakini mchakato wa kuja kufika kwenye kupata suluhu lazima mnakubaliana nyie pande mbili. Kwa hiyo mwisho wa siku huu mchakato unawalazimisha mrudi kwenye mazungumzo, unawalazimisha mnaelewana kwa kila hatua. Kwa hiyo mwisho wa siku mna uwezo wa kutunza mahusiano yenu ya kibiashara. Lakini pia faida ya nne, utekelezaji wa suluhu inayopatikana kwa njia hizi za mbadala au utekelezaji wa uamuzi unaotokana kwa njia hizi za mbadala ni rahisi kuliko utekelezaji wa kimahakama. Kwa nini? Huwa tunasema suluhu inayopatikana huku inawabana pande zote mbili na haikatiwaji rufaa. Kwa hiyo hakuna tena mlolongo. Lakini pia hiyo inatokana na ukweli kwamba hata kabla hamjaenda kwenye mchakato mnakuwa mmekubaliana na kujiapiza kwamba kitakachofikiwa ndicho kitakuwa hicho. Unawalazimisha mnaelewana kwa kila hatua. Kwa hiyo mwisho wa siku mna uwezo wa kutunza mahusiano yenu ya kibiashara. Lakini pia faida ya nne, utekelezaji wa suluhu inayopatikana kwa njia hizi za mbadala au utekelezaji wa uamuzi unaotokana kwa njia hizi za mbadala ni rahisi kuliko utekelezaji wa kimahakama. Kwa nini? Huwa tunasema suluhu inayopatikana huku inawabana pande zote mbili na haikatiwaji rufaa. Kwa hiyo hakuna tena mlolongo. Lakini pia hiyo inatokana na ukweli kwamba hata kabla hamjaenda kwenye mchakato mnakuwa mmekubaliana na kujiapiza kwamba kitakachofikiwa ndicho kitakuwa hicho. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, basi tukutane katika taarifa yetu ya habari za mchana, ambapo mtapata kujua nini kinachoendelea huko mashariki mwa DRC, vile pembe zote za dunia. Asante, chao.